Kinachoendelea pale Wasafi ni moja ya kitu ambacho kimewashangaza watu wengi zaidi baada ya hali kuonekana kwamba imekuwa serious sana. Ingawaje baadhi ya vitu vimeanza kuwa fixed, lakini kwa kila ambacho kimeweza kutokea na baadhi ya wafanyakazi wa Wasafi kwa kila ambacho wameweza kukifanya, ni moja ya kitu ambacho kimewaacha watu wengi sana na mshtuko na kujiuliza kuna nini ambacho kinaendelea Wasafi. Diamond anafanya nini? Ni nini ambacho pengine kinapelekea wafanyakazi kuchukua uamuzi ule ambao wameweza kuchukua? Sasa nina machache hapa kuhusiana na update ya kile ambacho kiliweza kutokea Wasafi siku kadhaa zilizopita ama wiki kadhaa, na mpaka sasa hivi kuna baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kimya kimya pale Wasafi, ambao mpaka sasa hivi kuna baadhi ya mambo ambayo hayajaweza kupata suluhu yoyote, kitu ambacho kinaendelea kuleta minong'ono pamoja na story nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba pengine sakata la watu kususia kufuatilia media za Tanzania, alafu pia watu kususia kusupport muziki wa Tanzania, ndio vitu ambavyo vimeweza kupelekea haya yote kuweza kutokea. So kabla sijakupa hii update, naomba nikukumbushe kutumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, ili wa kwanza kabisa kupata updates kuhusiana na story nyingine ambazo mimi nitakuwa nakuletea hapa. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Nikukumbushe once again, naomba utumie sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kila ambacho kimeweza kuhappen Wasafi wiki kadhaa zilizopita, alafu pia mpaka sasa hivi kila ambacho kinaendelea. Sasa kama utakuwa ni msikilizaji mzuri wa Wasafi FM, bila shaka utakuwa ulinotice kama wiki hivi au wiki na zaidi imepita sasa hivi, ilikuwa ni mwendo wa muziki tu, yani zile program zote ambazo zilikuwa zinarushwa Wasafi vilikuwa viende. Kuna wakati tulikuwa tunashuhudia unakuta kinarushwa kipindi kimoja, baada ya hapo vipindi vingine ni kama vile vilikuwa cancelled na ikawa inapigwa tu muziki all the time. Sasa wengi walikuwa wanajiuliza kuna nini ambacho kilikuwa kinaendelea Wasafi. Bila shaka ni swali ambalo la wengi waliokuwa wanasikiliza ama wanafuatiliaga Wasafi FM. Sasa kilichotokea ni kwamba ilitokea mgomo wa wafanyakazi kukataa kuendelea na kazi baada ya kutokea changamoto ya wao kutokupewa ujira wao ama mshahara wao kwa muda. Inasemekana kwamba kuna wafanyakazi ambao wana takriban mpaka miezi mitatu ambao walikuwa hawajapewa chochote, kitu kilichopelekea baada ya kuona ni kama vile hakuna nuru mbele ya kuweza kupewa pesa zao ama ujira wao, wakaamua kutia mgomo, na ndio maana ikatokea ile ya baadhi ya vipindi kuweza kuahirishwa na wakawa wanapiga tu muziki. Lakini sasa hivi tumeweza kuona kipindi kimoja vimeanza kurudishwa, na sijui vipindi vingine itakuwaje, kwa sababu kuna baadhi ya vipindi ambavyo watangazaji wao wanasema kwamba hawawezi kurudi mpaka waweze kupewa pesa yao yote. Sasa wengi wanasema kwamba pengine support kushuka ya watu kufuatilia media za Tanzania imefanya hata zile makampuni kushindwa kuweka matangazo, lakini pia makampuni kusitisha mikataba, na wengine wanasema kwamba pengine media faida ambayo imekuwa ikipatikana imekuwa ndogo zaidi, kwa hiyo wanashindwa kupata pesa za kuweza kuwalipa watangazaji ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda poa zaidi. Lakini wengine pia wameenda mbali na kumhusisha bosi wao kwamba sasa hivi anapitia kipindi kigumu cha watu kutokumpa support, kitu ambacho kinapelekea sasa yeye kushindwa kumanage mambo yake vizuri, na baadhi ya watu wanashindwa kupata mshahara kwa sababu yeye ndio bosi mkuu ambaye anatazama pale. Sasa mengi anasemwa, lakini ukweli uko hivyo kwamba kile ambacho kilikuwa kinaendelea Wasafi, hali mbaya ya vipindi kutokurushwa pale Wasafi ilikuwa inatokana na watangazaji kuweza kugoma pamoja na wafanyakazi wengine kuweza kugoma kutokana na kutokulipwa pesa zao, ambapo kila mmoja alikuwa anadai kwa muda wake tofauti. Wapo wachache ambao waliweza kufunguka, lakini kuna wengine walikuwa wanasema miezi mitatu, wengine walikuwa wanasema kwamba miezi miwili hawajalipwa mshahara. Kila mmoja alikuwa anasema la kwake, lakini ukweli uko hivyo kwamba mshahara ndio kitu ambacho kilikuwa kimefanya watangazaji ama wafanyakazi wa Wasafi kugoma kufanya kazi, na ndio maana kuna kama kipindi cha wiki moja hivi tulikuwa tunashuhudia Wasafi ilikuwa ni mwendo wa muziki tu kwenda mbele. Sasa cha kujiuliza ni kitu kimoja kwamba itakuwaje kama hii hali ikiendelea kwa miezi mitatu au minne mbele, kama tu imetokea ndani ya muda mfupi huu, na tumeona mengi kama hivyo. Vipi kama ikitokea hii sakata likadumu muda mrefu zaidi? Tutegemee kwamba hizi media za Bongo pengine na nyingine pia zikaibuka na watu kuweza kusema ya moyoni kwamba hawajalipwa, au ndio tuseme kwamba pengine mambo yatakaa sawa zaidi ili mwisho siku watu waweze kuendelea na kazi zao kama kawaida. Comment yako nipi kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea? Unadhani nini maoni yako kuhusiana na hili? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.